kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa sana, tunamshukuru sana. Yesu asifiwe. Nilisema juzi kwamba katika maisha ya mwanadamu tangu alivyoumbwa, from the origin, Mungu hakumweka mwanadamu awe wa kuishi peke yake. Yesu asifiwe. Awe wa kuishi mwenyewe, hiyo kitu haipo. Ndio maana adui kwa kulijua hili alitengeneza mazingira fulani ambayo hayo mazingira yalimtoa mwanadamu kwenye ule utawala, uongozi na umiliki wa kimungu. Adui akapata nafasi, akaichukua nafasi ambayo mwanadamu alipewa na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na nilisema kwamba dunia na vyote vilivyomo, mwanadamu awe overseer, awe muangalizi, awe msimamizi, awe ndiye anayetunza kila kitu ambacho Mungu alifanyaje, aliumba. Na nilisema hivi kwamba Mungu ana uumbaji mara mbili. Ana uumbaji unaoonekana na uumbaji usioonekana. Uumbaji usioonekana Mungu alibaki kuwa top, kuwa msimamizi mkuu. Lakini uumbaji unaoonekana Mungu akamkabidhi mwanadamu, yeye ndiye awe msimamizi wa ule uumbaji unaofanyaje, unaoonekana, kwa maana ya dunia. Ndiyo maana mwanadamu si kama mnyama kwamba siku akifa imeisha. Hapana, kuna mahali anaenda kutoa nini? Hesabu ya nini? Ya kile ambacho alipewa kukifanya duniani. Kwa hiyo mwanadamu, unaona asili ya kuumbwa kwake ni kusudi. Kwa sababu ili tusirudi nyuma sana, tusipoteze muda, niishie hapa kwenye huo utangulizi kwamba mwanadamu amewekwa ni kwa ajili ya Mungu. Huwa ninapenda kusema hivi kwamba hakuna mwanadamu yeyote, awe mwanaume au mwanamke. Mwanamke, hakuna aliyeumbwa mwanamke ili awe mama fulani. Hakuna mwanaume aliyeumbwa ili awe baba fulani. Narudia tena, mwanaume hakuumbwa ili awe baba fulani, wala mwanamke hakuumbwa ili awe mama fulani. Ubaba fulani na umama fulani, hiyo ni bonus mtu anapewa. Yesu atusaidie sana. Lakini kimsingi mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya Mungu. Ndio maana huwa ninawaambia watu, hata kama imetokea umeoa, umeolewa, hujapata mtoto, isikusumbue, kwa sababu kuu ya kuumbwa kwako sio hiyo. Sababu kuu ya kuumbwa kwako ni kwa ajili ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa faida ya Mungu, ni kwa faida ya mbingu. Sababu kuu ya kuumbwa hivyo ulivyo ni kwa sababu ya Mungu. Hata ukisoma kwenye maandiko utaiona. Sasa lakini angalia, wakati ambapo Mungu anapomuumba mwanadamu, tuko kwenye utangulizi kidogo ili tupate kuelewa mahali tunakoelekea. Wakati Mungu anapomuumba mwanadamu, anamuumba hivyo, amemweka ili awe chini ya utawala wake. Mwanadamu atasimamia vingine vyote, lakini yeye mwenyewe hakupewa nafasi au uhuru wa kujitawala. Hiyo kitu mwanadamu hakupewa kabisa. Na ndio maana utaona hivyo ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kwamba kila wakati wa jua kupunga, masaa ya jioni, Mungu alikuwa anakuja kumtembelea Adamu na nani? Na Hawa, kujua maendeleo yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye alikuwa top kwao. Wao walipaswa kuwa submissive kwa Mungu. Viumbe wengine wangekuwa submissive kwa kina Adamu na Hawa, lakini yeye Adamu na Hawa ni submissive kwa nani? Kwa Mungu. Yesu asifiwe sana. Yeye kwake ni kwa Mungu, anatii, anasikiliza kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo unaona, nikasema hivi, pointi kubwa ni kwamba mwanadamu wakati anakosea, Adamu na Hawa wakati wanakosea, wanakula tunda, wanafanya kile ambacho Mungu aliwaambia wasifanye. Wakati wanafanya, Mungu hakuwepo bustanini. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba mabaya yote yaliyofanyika, hatuna muda wa kuzungumza habari ya Edeni, lakini mabaya yote yalifanyika au yanafanyika kuanzia huko mwanzo na mpaka sasa na kuendelea. Mabaya yote yanafanywa nje ya uwepo wa Mungu. In the presence of God there is no evil. Ndani ya uwepo wa Mungu hakuna ubaya, hakuna dhambi, hakuna uovu. Hakuna mwanadamu anaweza kukaa ndani ya uwepo wa Mungu afu awe anaishi dhambi. Haiwezekani. Yaani ili aishi dhambi, yuko out of the presence of God. Haiwezekani ukae ndani ya uwepo wa Mungu alafu uishi kwenye dhambi. Haiwezekani. Kwa sababu originally mwanadamu aliumbwa mtakatifu na amewekewa utakatifu, ndani yake hakuwekewa dhambi yoyote kabisa. Hana vinasaba vya dhambi. Kwa sababu tokeo lake au chimbuko lake ni Mungu, sio baba yako. Yesu asifiwe. Chimbuko la maisha yako sio baba yako, sio tumbo la mama yako. Chimbuko ni Mungu. Na ndio maana na mwisho wako itakuwa ni nani? Ni Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mambo matatu tuyaangalie ikiwezekana katika asubuhi ya leo.
yale ambayo Mungu angetamani kuona, ili Mungu atembee na sisi, ili Mungu afanye uwekezaji ndani yetu. Mungu atembee na sisi, utukufu wa Mungu utembee na sisi, utukufu wa Mungu uwe pamoja nasi, uwepo wa Mungu uwe pamoja nasi. Kuna mambo matatu ambayo ni muhimu sana kuyaangalia. Na Mungu anapoongea na Musa anaongea mara nyingi sana, lakini sisitizo lake kuu ni kwamba kama mtanitii. Hebu sema kama mtanitii. Ongeza sauti yako kidogo. Yaani kama mtanitii, kama mtaitii sauti yangu, kama mtanisikiliza na kutii, kama mtafanya hivyo, anasema mimi nitakuwa pamoja na ninyi. Lakini kama ni kinyume chake, ni kwamba kama hamtafanya hivyo, haiwezekani. Jamani, Yesu na atusaidie sana. So mambo matatu ya kuzingatia ili mtu adumu na kukaa aishi kwenye uwepo wa Mungu. Jambo la kwanza au jambo la muhimu la kwanza kabisa katika maisha haya ya sasa hivi, tuachane na kule nyuma ambako nimesema hatuna muda wa kufafanua sana. Kwa sasa hivyo, jambo la kwanza kabisa ili kukaa na kudumu kwenye uwepo wa Mungu, jambo la kwanza la msingi ni katika maisha matakatifu, lakini katika hiyo ujazo wa Roho Mtakatifu ndio jambo la kwanza. Ili ukaa kwenye uwepo wa Mungu, ili uwepo wa Mungu utembee na wewe. Hakuna mtu asingependa kutembea na uwepo wa Mungu. Ili uwepo wa Mungu utembee na wewe, wewe unadumu katika uwepo wa Mungu. Kila saa unasikia neema ya Mungu. Na tunaposema uwepo wa Mungu, jamani, sio kuvaa msalaba kifuani. Uwepo wa Mungu sio kuvaa aina fulani ya mavazi. Uwepo wa Mungu wala si kitu ambacho kitakuwa kinaonekana kwa nje katika jinsi ya macho ya damu na nyama. Hapana. Ila uwepo wa Mungu ni ile hali ya ndani yako unasikia connection ya kimungu. Unasikia mawasiliano ya kimungu ndani yako. Yaani ndani yako unasikia kuna vile unasikia Mungu anazungumza. Yaani huo ndio uwepo wa Mungu. Kila saa unasikia ndani yako, sio hakuna ukavu. Hata ukiambia sasa hivi hapa simama tuombe, unaomba maombi yenye mpenyo, neema ya Mungu iko juu yako. Jamani, Yesu asifiwe. Si kama kuna mtu anaelewa. Tunaposema uwepo wa Mungu si kitu ambacho kitakuwa kinakuvaa kama kanzu. Uwepo wa Mungu ni ile hali ya ndani. Unasikia ndani kuna ubichi, unasikia bubujiko la Roho Mtakatifu. Jamani, nikisema hivi unaelewa? Yesu asaidie sana. Unasikia ile bubujiko la Roho Mtakatifu kila wakati. Sasa kuna watu ambao huwa wanaishi maisha ya kunyeshewa. Nilisema juzi, nikatoa mfano nikasema, ukinyeshewa hata ungefanyaje, baada ya muda fulani utakauka tu. Hata kama haujaota moto wala hujawakiwa na jua wala hujajipasi, utakauka tu, hizo nguo zitakauka tu siku moja. Kwa sababu gani? Mwili una generate joto, kwa hiyo unakausha. Hasa maisha ya kawaida ya duniani haya yanatengenezaga situation fulani. Huwa ninawaambia watu, maisha ya kawaida ya duniani haya ya utafutaji, nenda kazini rudi, nenda shuleni, nenda chuoni rudi, hayamruhusu mtu kuishi kwenye uwepo wa Mungu. Ni sisi ndio tunaya squeeze, tunaya convert yaingie kwenye uwepo wa Mungu, lakini yenyewe hayaturuhusu tuingie kwenye uwepo wa Mungu. Sasa wale watu ambao wanakaaga wakisema unajua ni neema ya Mungu, ni neema ya Mungu, nisikilizeni. Neema haitendi badala yako. Naomba uniangalie vizuri nikuambie. Neema ya Mungu haitendi badala yako. Narudia tena kusisitiza. Neema ya Mungu haitendi badala yako. Hakuna siku neema ya Mungu itaenda shambani ilime badala yako. Ila neema ya Mungu itakuinua kitandani uende wapi? Shambani. Atusaidie Mwokozi Yesu. Hakuna siku neema ya Mungu italima badala yako, wala neema ya Mungu haitasoma badala yako. Kama wewe ni mwanafunzi, utasoma wewe, itakuamsha usome kwa juhudi, itakupa kuelewa, lakini neema ya Mungu haitasoma badala yako, haitajibu mtihani badala yako. Sasa kuna watu wanasema mimi sikupata neema. Hukupata neema ipi? Neema halisi ni ile wokovu umepata. Baada ya neema kuna kitu kinaitwa juhudi, na neema ya Mungu haifanyi kazi bila maamuzi ya mtu. Atusaidie Mwokozi Yesu. Neema ya Mungu haifanyi kazi bila maamuzi ya mtu. Baada ya neema, yani hakikisha kwamba sasa juhudi unaweka. Kwa sababu bila juhudi neema ya Mungu haina maana. Maamuzi, yani bila maamuzi yako, neema ya Mungu ni kama koti tu, halitakutia joto likiwa limetundikwa kwenye henga. Au kuna muujiza huo kwamba sasa koti limewekwa pale kwenye henga, kwa hiyo sasa kwa sababu tu liko ndani hapo na unasikia joto. Inawezekana hiyo kitu? Lazima uamue kulifuata, ufanyeje? Ulivae. Vinginevyo halitakuletea chochote, halitaleta mabadiliko. Kwa hiyo neema ya Mungu ipo, na ndio maana angalia, nakuambia hivi, neema ya Mungu inafanya kazi pamoja na maamuzi yako au baada ya maamuzi yako. Ndio maana unaona sasa hivi wako maelfu ya watu duniani, wako maelfu, mabilioni ya watu ambao hawajamwamini Yesu. Kwa nini? Kwani Yesu hajaokoa bado? Hajaokoa msalabani? Jamani, Yesu asaidie sana. Na wauliza, Yesu hajafanya kazi msalabani bado kwao?
Si amefanya? Lakini kwa nini? Kwa sababu issue ni maamuzi. Sasa tusiende huko, kwa sababu kwa nini watu wanaamua vibaya, hiyo tuiache. Atusaidie Mwokozi Yesu. Kwa hiyo ni muhimu tukajua. Jambo la kwanza kabisa la msingi ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani hii ni kitu cha msingi kabisa. Pamoja na vitu vyote, lakini Roho Mtakatifu ndani yako, akisha kuwepo ndani yako. Naomba tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu 16:7. Yohana Mtakatifu 16 mstari wa 7, Biblia inasema. Ndio. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Soma tu ukiwa umekaa nisikusumbue mtumishi wa Bwana. Anasema lakini mimi ninawaambia iliyo kweli. Yesu hapa anazungumza na wanafunzi wake. Naomba ushike vizuri hii. Na Mungu akikupa neema, soma hii kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kina mafunuo makubwa sana ambayo namna ambavyo Mungu alitaka wanafunzi waishi. Yesu asifiwe. Jamani sema amen. Yesu asifiwe. Kina mafunuo makubwa ya ajabu sana. Sasa anasema lakini mimi ninawaambia iliyo kweli, nawaeleza ile iliyo kweli sana, nawaeleza. Siwaambii uongo, nawaambia iliyo kweli kwamba yawafaa mimi niondoke. It is better, ni vizuri, ni bora zaidi kwenu, ni vizuri kwenu mimi niondoke. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa nini Yesu anawaambia haya maneno? Sikia. Anawaambia haya maneno kwa sababu tayari wanafunzi kila alipokuwa akiwaambia habari ya kuondoka kwake walikuwa wanapingana na yeye. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu walimuona Yesu kuwa ni Bwana, ni kiongozi na mlinzi wao. Narudia tena. Walimuona Yesu kuwa ni Bwana, ni kiongozi na mlinzi wao. Sasa anaondoka inakuaje? Kwa hiyo anawaambia jamani, mimi nawaambia iliyo kweli, ile iliyo bora kwenu ni mimi kuondoka niende. Yesu atusaidie sana. Kwa sababu Yesu anajua akikaa na wao kama yuko na wao hapa Galilaya, hakuna vile atakuwa mahali pengine, ni hapo tu yupo na hakuna namna nyingine, kwa sababu alikuwa katika mwili wa damu na nyama, asingeweza kugawanyika kwa wakati mmoja. Lakini anawaambia mimi nawaambia iliyo kweli, ni vizuri kwenu mimi niende. Yesu atusaidie sana. Niondoke katikati yenu. Alafu kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Kama sitaondoka mimi, huyo msaidizi hawezi kuja kwenu, haitawezekana. Kwa sababu hatuwezi kufanya kazi moja kwa wakati mmoja. Kila mmoja ana nafasi yake. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa mimi naamini kwamba kwa akili ya mdadisi Mchaga mmoja anaitwa Petro, inawezekana alianza kujiuliza, kwani sasa ina maana huyu anayesemwa hapa, huyu msaidizi, ina maana yeye ndiye bora kuliko huyu ambaye tumemjua? Na Waswahili wakasema afadhali shetani unayemjua kuliko malaika usiyefanya nini? Usimfahamu. Sasa sisi tunamjua yeye kweli, anasisitiza kwamba aende, lakini tunamjua huyu anayekuja ambaye anamsema atakuwa bora kama huyu, atakuwa mzuri kama huyu. Lakini Yesu anaujua uzuri, haleluya sana, anaujua ubora, anajua kabisa. Jamani angalieni, Yesu ili afanye kazi duniani, yeye ni Mungu kamili, lakini linapokuja suala la kazi sasa natakiwa afanye, Biblia inasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake kama kwa kiwiliwili kama hua. Kwa nini? Ni wakati wa kazi. Hii inatupa tafsiri gani? Inatupa tafsiri kwamba mwili wa damu na nyama hauwezi kuyabeba wala kuyaishi makusudi ya Mungu. Ngoja niseme tena. Hata kama baba yako angekuwa ni malaika Gabrieli, kama una mwili huu wa damu na nyama ambao unasikia njaa, unasikia maumivu ukifinywa, bro, hauwezi kubeba makusudi ya Mungu na wala hauwezi kuyaishi. Ukiwa wenyewe hauwezi. Hata kama ungekuwa ni mwili wa askofu gani, hauwezi kufanya hivyo. Ili mwili uweze kuyaishi makusudi ya Mungu, ni lazima uwe converted kutoka kwenye hali ya kawaida uingie kwenye hali isiyokuwa ya kawaida, ambayo hii ni umiliki wa Roho Mtakatifu. Nje na hapo haiwezekani. Jamani, Yesu na atusaidie sana. Yesu na atusaidie. Yesu anaongea neno gumu, anasema ninawatuma kama kondoo katikati ya nini? Ya mbwa mwitu. Sasa ujiulize, wewe nenda chukua hata kondoo wa rais wa nchi yetu, nenda mchukue, mpeleke pale Serengeti, umwache hapo usiku mmoja, nenda kesho asubuhi, kama utakuta hata ngozi, atakuwa ameisha nafisi. Lakini kama sio wa kawaida hawezi kuliwa. Sasa anaposema na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, maana yake ni kwamba amekwisha amehakikisha kwamba ile kazi anayoifanya ina uhakika. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Nisikie nikwambie, kazi ya Yesu msalabani bila ujazo wa Roho Mtakatifu haina maana. Yesu alijua hili. Ndio maana anamwambia ni bora, ni vizuri mimi niondoke.
Kwa sababu gani? Anajua hata kinachowasumbua mara nyingi ninapowaambia tufanye hivi mnashindwa kufanya, ni kwa sababu mimi nina Roho Mtakatifu naweza kufanya, lakini ninyi hamna. Mwili wangu uko chini ya utawala wa Roho Mtakatifu, lakini ninyi hamna, hamwezi kufanya. Yesu na atusaidie sana. Bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Kama sitaondoka, huyo msaidizi haji hata kuja kwenu, haitawezekana kabisa. Na ukisoma kitabu hicho cha Yohana Mtakatifu, mtumishi wa Mungu alikisoma juzi, hiyo 14 nafikiri alikisoma juzi, yes, 14. Ukisoma kuanzia mstari wa 15 hapa kuendelea, utaona kuna maneno mazuri anazungumza. Anasema hivi, ulimwengu hauwezi kumpokea huyo Roho Mtakatifu. Hebu sema, ulimwengu hauwezi kumpokea. Sema, hauwezi kumpokea. Kwa sababu gani? Anasema wao hawamtambui. Hivi unaelewa? Hawamtambui. Ukiwaambia habari za Roho Mtakatifu, ndio maana akikukuta huko mahali unaomba, umezama, unanena kwa lugha, anaweza akakuigilizia hata, yani anaona ni kama anafanya kitu ambacho hakieleweki. Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Hawamtambui Roho Mtakatifu. Hawamtambui. Anasema ninyi mnamtambua. Na hapa tunavyozungumza kuhusu Roho, inawezekana hata kama hujawahi kujazwa Roho Mtakatifu, lakini unaelewa ni nini. Si ni kweli, wapendwa watumishi wa Bwana? Unaelewa ni nini hata kama hujawahi kujazwa, lakini unaelewa. Anasema na si tu kwamba mnamtambua, anasema anakaa wapi? Sema kwetu. Hebu sema kwa sauti, kwetu. Biblia inasema atakaa kwenu. Na si tu kwamba atakaa kwenu kwenye vyumba vya kulala. Sikia, ni Roho Mtakatifu hakuja akae kwa bedroom zetu. Roho Mtakatifu alikuja akae ndani yetu. Ni kusema nini? Kama sisi tumefanywa kuwa makao ya Roho Mtakatifu, kama ingekuwa basi duniani ndivyo kulivyo, kwa mfano Roho Mtakatifu angekuwa ni kama mimi na wewe, angekuwa hana mahali pa kuishi. Kama hana makao ndani yako, angekuwa anatembea tembea mtaani. Lakini kwa kweli ni Mungu, hata usimpa nafasi bado anakuwepo. Atusaidie Mwokozi Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anatamani kukaa ndani yako. Sasa nasema ili iwezekane, jambo la kwanza nasema mimi niondoke ili huyo msaidizi afanye nini? Aje. Kwa sababu nisipoondoka hata kuja. Kwa sababu habari ya utawala wa kimungu una protocol zake. Hawawezi kutenda kazi kwa pamoja, ni wakiwa hivyo, kila mmoja na nafasi yake. Nafasi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni Yesu azaliwe na kumwezesha kufanya kazi duniani katika mwili huu, na baadaye anapomaliza yeye habari ya ukombozi, mwili wake umesulubiwa, umebadilishwa, umekuwa mwili wa utukufu, Roho Mtakatifu anakuja kuchukua nafasi ya kuongoza wale ambao tayari wamekwisha kukombolewa. Amen. Kwa hiyo ni kusema nini? Roho Mtakatifu ndiye amekabidhiwa kanisa, kwamba kwa yeye tutaishi humo. Jamani, Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa anasema mimi ni bora sana mimi niondoke, niwaache. Kwa sababu anajua Yesu akiwa na akina Petro na Yohana mlimani, hata kuwa na akina Yakobo huku. Akina Yakobo wako peke yao. Lakini kama yeye akiondoka, Roho Mtakatifu atakuwa ndani ya kila mmoja at once. Jamani, Yesu asifiwe. Si useme amen tafadhali. Ndio maana Yesu anaifafanua hii, anawaelezea. Kwa nini kuna watu wengine tungeishi kuokoka mpaka tunaenda mbinguni, hatujawahi kuabudu na Yesu, yani hatujawahi hatujawahi kumuona Yesu kwenye ibada. Kwa sababu gani? Tungekuwa tunatuma tiketi kila siku. Watu wa New York, Marekani na Washington wangekuwa wanatuzidi, si wana hela pengine kuliko sisi. Wangekuwa wanatuzidi, tusingekuwa na hela ya kumtumia tiketi kila siku aje kwetu. Lakini akisha ameondoka, nasema nikishaondoka, huyo msaidizi akija, yeye atakuwa ndani yenu kwa kila mmoja kila wakati, na kwa sekunde hiyo moja atafanya kazi tofauti ndani ya watu tofauti. Haleluya sana. Mstari wa 8. Ndio. Naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Na haki. Ndio. Ndio. Kwa habari ya dhambi. Ndio. Kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa sababu hawaniamini mimi. Dhambi zote zinatendwa hapo, Kwa habari ya haki. Ndio. Kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba. Wala hamnioni tena. Ndio. Kwa habari ya hukumu. Ndio. Kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Ndio. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia. Bado ningali ninayo mengi sana ya kuambia, lakini hamwezi kustahili hivi sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yako mambo mengi, na ndio maana mtu ambaye hana Roho Mtakatifu kuna vitu vingine utamueleza, utamfundisha, anabakia kukuangalia hivi. Si kitu huyu mtu anasema ana uhakika nacho kweli? Kwa sababu hajawahi kuonja hiyo kitu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja niliwahi kumwambia, tulikuwa tunaongea tu, nikamwambia unajua Mungu huwa anazungumza na watu kama tunavyoongea hivi. Akanikazia macho akaniangalia, nikamwambia ndio, narudia tena, Mungu anazungumza na watu kama tunavyoongea hivi, kama mtu na rafiki yake wakakaa hivi na wakazungumza. Yesu asifiwe sana.
Sasa inakuwa ni ajabu, inakuwa ni tofauti, haiwezekani kwa baadhi ya watu. Jamani, Yesu atusaidie sana. Anasema mimi bado ninayo mengi, lakini najua sasa hivi hayawezekani kubebwa kwa akili. Tafsiri yake ni kwamba mambo ya kimungu hayawezi kutambulika wala kubebwa kwa akili ya kawaida, haitawezekana. Na ndio maana unapojaribu kuyaishi mambo ya kimungu by using your komwe, haiwezekani. Unajikuta unafeli, unakwama, unashindwa. Ili komwe na Kinyakyusa litabeba wapi mambo ya kimungu? Yesu asaidie sana. Komwe unajua kula senene, wewe saa ngapi litabeba mambo ya kimungu? Linajua utamu wa senene. Mambo ya kimungu haliwezi kutambua. Roho Mtakatifu ndani ndiye anayetafsiri uzuri wa mambo ya kimungu ndani yetu. Na mwambia ninayo mengi sana, mzigo wa mambo ningependa kuwaambia, lakini nawaambiaje? Hii hamwezi kubeba, maana yataishia kwenye makomwe, na yakiishia kwenye komwe hayana maana, kwani hata wasaidia. Sikia. Hivi unafahamu kula sio kushiba. Kula ni chakula kiwe sehemu ya mwili. Atusaidie Mwokozi Yesu. Narudia tena, kula sio kushiba. Kula sio kujaza tumbo. Kula ni chakula kiwe sehemu ya maisha yako, kiwe sehemu ya mwili wako. Au wewe umesha kusikia duniani, umesikia mtu ametapika vitamin au ametapika protein, au unasikia mtu jamani ameshikwa na ugonjwa wa kuharisha, kwa hiyo sasa anaharisha vitamin K. Umeshamsikia hivi? Anaharisha kile ambacho kiko bado kwenye mchakato, kiko kwenye tumbo, hakijawa sehemu ya mwili. Kile ambacho kimeshakuwa sehemu ya mwili hakuna vile kitatoka tena. Yesu asaidie sana. Kwa hiyo anapoambia hivi ni kwamba anawaambia kile ambacho kitakuwa kinakuja kutoka mbinguni kwenu, kikija hakitabakia kwenye mchakato. Kikibakia kwenye komwe, hakijakuwa sehemu ya maisha yako. Lazima kitoke kwenye komwe, kiingie ndani, kiende kwenye moyo. Kikishakuwa kwenye moyo, kiingie kwenye matendo. Hapo ndio tayari nimezungumza, hapo ndio kimekuwa kitu. Yesu asaidie sana. Unashangaa unakula chakula, ulikuwa una nguvu kabisa kwa sababu ya njaa. Unakula chakula nusu saa baadaye unasikia umekuwa na nini? Una nguvu. Kwa nini? Kwa sababu kile chakula sio nguvu, ila kimekuwa sehemu ya nini? Ya mwili wako. Yesu asaidie sana. Chakula kama hakiwi sehemu ya mwili wako hakina maana. Ni kusema hivi, sikia, kama unakutana na mafundisho kila siku, mchungaji atafundisha hapa, atafundisha yule, atafundisha na yule, alafu hauna mabadiliko, ni kusema lile neno linaingia, linabakia wapi? Kwenye komwe. Na likibakia kwenye komwe halina maana. Unishuhudie leo, una uhakika? Nikuulize swali, kuna Jumapili ngapi tangu mwaka umeanza? Araundi 30 sasa, labda ya 20 na kitu, si ni kweli? Nikuulize swali, hebu niambie, unavyoona wewe, kuna neno gani tangu Januari mpaka sasa hivi mwezi huu wa 7 unajua kabisa Jumapili fulani mimi lile neno nilipofundishwa hapo mimi nilibadilika moja kwa moja, nimeleta mabadiliko? Niambie. Hadi Mwokozi Yesu. Nisikie. Sasa Yesu anawaambia hapa, jamani, ni vizuri tu mimi niondoke, kwa sababu ni kama sitaondoka, ninayo mengi ya kuambia, lakini siwezi kuambia, hamwezi kuyabeba. Anasema mwenyewe hamwezi kuyastahimili. Endelea kusoma ili tuokoe muda. Yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli. Tazama kazi yake ya kwanza hapa. Anasema yeye atakachokifanya, kitu cha kwanza anasema atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kuongozwa maana yake sio kupelekwa. Jamani, kuna mtu tunakwenda sawa sawa, atakaa mbele yako akiwa amekukamata mkono, akupeleke uende akutie kwenye kweli yote. Haleluya sana. Kwa hiyo tunaona kazi ya Roho Mtakatifu na tafsiri ya neno hili. Kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza ni kutuingiza kwa Kristo, ni kutufunulia Kristo. Haleluya sana. Kutufunulia Kristo, kutujulisha Kristo kabisa, kwa sababu Kristo yeye mwenyewe ndiye kweli. Kwa hiyo anapotufunulia atutia kwenye kweli yote, maana yake ndiye atakayetuvuta na kutuzamisha ndani ya Kristo kabisa. Ili kutuambia nini? Bila huyo Roho Mtakatifu hakuna vile tutakaa ndani ya Kristo. Hivi kuna mtu tunakwenda sawa sawa? Yesu asifiwe. Haitawezekana. Yeye ndiye anayetuchukua na tuzamisha ndani ya Kristo, na akitufikisha pale, uzuri mimi ninaamini anatufungia na mlango kwa nje, tusiwahi kutoka tena. Atusaidie Mwokozi Yesu. Wapendwa, ni muhimu sana tukajua. Sikia, kwa nini Yesu anayazungumza haya yote? Na kwenye Mathayo 11:28 na 29 anasema, jitieni nira mjifunze kwangu. Kwa nini? Kwa sababu anajua dunia ni mwalimu mzuri sana.
Kama Roho Mtakatifu hatakuwa ndani yako, hakuna kitu kilicho na taaluma ya ualimu kama dunia. Dunia inajua kufundisha, na uzuri inafundisha wenye madaftari na inafundisha wasio na madaftari. Dunia inafundisha. Sawa, bila Roho Mtakatifu, kuna mwalimu anaitwa dunia na kungoja nje ya mlango pale. Hapo nje huo mlango tu anakungoja, atakufundisha. Roho Mtakatifu ndiye atakayeweza kuzuia ile elimu inayopatikana kule nje isiingie ndani yako. Yesu asante sana. Ndio. Yeye Roho Mtakatifu mwenyewe hata nena kwa shauri lake, hawezi kufanya maamuzi yake. Jamani, hivi kuna mtu anaelewa? Jamani, Yesu asifiwe. Ndio maana nikakwambia ili kuyaishi makusudi ya Mungu lazima awe ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe hafanyi kwa shauri lake. Hafanyi kwa shauri lake. Kwa hiyo Mungu anategemea baada ya sisi kupata neema ya wokovu na kuishi katika wokovu huu, hategemei tuwe na maamuzi yetu wenyewe. Ikiwa Roho Mtakatifu mwenyewe hana maamuzi yake mwenyewe, wewe unatoa wapi maamuzi yako mwenyewe? Atusaidie Mwokozi Yesu. Kijana mmoja rafiki yangu aliwahi kukumbwa na tukio la anguko kwenye wokovu. Sasa nikamuuliza, ilikuwaje bwana rafiki yangu? Kaniambia, bwana unajua ile binti bwana, mimi nilimwangalia tu nikaona nikimwacha atanidharau. Ukimwacha atakudharau. Nikamwambia okay sawa. Lakini hili ni komwe, hili ni nini? Ni komwe. Roho Mtakatifu anasema wacha wakutukane, wakudharau, wakukanyage, haina shida, wacha wakuteme mate, wacha wakuite usiyejielewa, lakini uko katika usahihi katika Kristo Yesu. Yesu asifiwe. Sasa hiyo habari ya kwamba atakudharau, kwani akikudharau yeye ni wa kwenu? Ulizaliwa umemshika mkononi. Si aende zake. Aende zake. Kuna rafiki yangu mmoja anasema wamening'inia kama madhambarau. Wako wengi. Kwa hiyo ina shida. Akiondoka wa kushoto atakuja wa kulia. Akiondoka wa mbele anakuja wa nyuma. Akitoka wa chini anakuja wa juu. Wako wengi. Atusaidie Mwokozi Yesu. Kwa hiyo sasa hii yote kama ndio ninafikiriaga mambo ya ajabu. Narudia tena, elimu ni mwalimu. Yaani dunia ina elimu nzuri sana. Ni mwalimu mzuri sana. So ndio maana Roho Mtakatifu inakuwa sisitizo kuu la Yesu. Lakini yote atakayoyasikia, yeye yale atakayoyasikia atayasema. Nani huyo Roho Mtakatifu? Atayasema wapi? Ndani yetu. Kwa hiyo yeye ndiye atakayetujulisha siri za mbinguni. Na ndio maana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza kuendelea pale, kuna maneno anazungumza. Ukifika kwenye mstari ya 10 pale anazungumza, anasema mambo ya roho hayajulikani kwa akili. Hayahitaji degree. Mambo ya roho hayahitaji diploma. Mambo ya roho hayahitaji PhD, hayahitaji masters. Mambo ya roho hayahitaji taaluma. Mambo ya roho yanamhitaji Roho. Ili tumuelewe Mungu anahitajika Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe. Ubora wako sio umbo lako. Ubora wako sio kiwango cha elimu. Ubora wako sio hela, kiwango cha elimu, wala vile unavyomiliki. Ubora wako ni kazi ya Yesu msalabani, iwe sehemu ya maisha yako. Yesu asifiwe. Ukiishi inakupasa uishi maisha yenye kuitukuza kazi ya msalaba, sio maisha yenye kuitukana kazi ya msalaba. Malizia mstari. Na mambo yajaye atawapasha habari yake. Yaani mpaka na mambo yanayokuja tutayajua. Jamani, Bwana Yesu asante sana. Na hata nikupe ushuhuda kidogo tu. Mimi kuna mambo ambayo nimekuwa nayapitia na nimeyapitia kwa kipindi fulani kirefu tu cha miaka kadhaa. Lakini nikwambie ukweli, kabla sijayafikia, kabla hayajaja, miaka kama 8 nyuma, Mungu aliniambia habari hizo. Atusaidie Mwokozi Yesu. Mambo hayo yameanza 2023. Alafu Mungu aliniambia mambo hayo 2015. Tunakwenda sawa sawa. So yanapokuja kutokea kwangu si mageni. Kwa wengine ndio wanaona, hey, inakuaje huyu mtu atatoka kweli hapa? Lakini kwangu sio mageni. Naelewa, najua, nilishafahamu. Mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo jamani, sikieni, sisi watu waliojaa Roho Mtakatifu, sikieni, sio watu wa kawaida. Sema amen. Amen. Sema amen tena. Amen. Wao wana muda mchache wa kushangaa, ila wana muda mrefu wa kujifunza. Yes. Sikia, watu ambao sio wa kawaida, watu waliojaa Roho Mtakatifu, wanashangaa kidogo, wanajifunza sana. Watu ambao hawajajaa Roho Mtakatifu, watu ambao hawamuelewi Mungu, watu wa kawaida, wao wanashangaa sana, wanajifunza kidogo. Sasa sisi hatusumbuliwi na miujiza. Unajua kwa sababu gani? Ni sehemu ya maisha yetu. Sikieni, kwa nini tunauita muujiza? Kwa nini naitwa neno muujiza? Ni kwa sababu sisi hatukulijua. Lakini muujiza msingi wake au tafsiri yake, muujiza ni mpango wa Mungu ambao mwanadamu hakujua. Yesu asante sana.
Mungu alikuwa amekusudia atamponya fulani. Kweli anapokuja anamponya, sisi inabidi tuite nini? Muujiza. Lakini Mungu alikuwa ameshapanga. Ndio maana wakati huyu Lazaro anafufuka. Lazaro anafufuliwa na Yesu. Kwani kuna mahali tunaona Yesu naye aliadmire. Hey, ameamka kweli. Amefufuka. Kuna mahali alishangaa. Lakini ule ameamka kweli amekuja. Kwa nini? Yesu alishajua mimi nikimuita Baba atafufuka huyu. So hashangai. Muujiza ni sehemu ya maisha yetu. Haitushangazi. Atusaidie Mwokozi Yesu. Hatuwezi kuvutwa na miujiza, maana miujiza inakaa ndani yetu. Haleluya sana. Miujiza inakaa ndani yetu na ni sehemu ya maisha yetu. Hata tukimbie kwa sababu ya muda. Namba 2, jambo la pili. Jambo la pili ni kulitii neno la Mungu. Kumtii Mungu anapozungumza. Sasa ni rahisi sana hapa kwenye kutii kunakuwa na shida. Sikieni wapendwa watumishi wa Bwana. Narudia tena au niseme tena. Ni kutii neno la Mungu. Namba 2. Iko hivi. Tafsiri ya kutokutii ni kuasi. Na kama kuna kitu Mungu huwa hapendi, hatakagi, ni uasi. Naomba uniangalie nikuambie. Mungu hana rafiki. Mungu hamchagui mtu kwa sababu ya urafiki. Mungu hachagui mtu kwa sababu ya cheo fulani. Mungu hachagui mtu kwa sababu ya aina ya kabila. Mungu hachagui mtu kwa sababu ya aina ya taifa. Mungu anamchagua mtu kwa sababu anajua kumtii. Mungu hana urafiki na uasi. Atusaidie Mwokozi Yesu. Haitajalisha una cheo au una wadhifa gani kwenye nyumba ya Mungu au mahali popote. Kinachoangaliwa ni kwa namna gani unatii neno la Mungu. Mungu anapotoa maagizo unatii kwa kiasi gani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unatii kwa kiasi gani? Hii inaamua ni kwa namna gani uwepo Mungu utatembea na wewe. Sikia. Kilichomfukuza Adamu na Hawa Edeni. Watu wengi tunajua kwamba ni kula tunda. Si ni kweli? Lakini kula tunda ni tokeo la uasi uliokuwa ndani ya Adamu na Hawa. Kama hakuna uasi, Mungu asingewafukuza. Sasa wao waliasi, Mungu anasema msile, wao wanafanya nini? Wanakula. Amesema usiende, unaenda. Na Mungu aliligundua jambo hili jamani. Mungu akajua kabisa mwanadamu ukimwambia usi ndio ukimwambia usikanyage hapa, huenda siku zote anakujaga tu anavuka. Hana shida, anavuka anaenda. Siku utakapomwambia usikanyage ndio atataka kuona kwani kikanyaga ni mambo atatokea ama ni nini? Atapakanyaga. Kwa Mungu anajua kabisa. Jamani, sababu kuu namba 2 ni kutii neno la Mungu. Kilichomfukuza Adamu na Hawa ni kutokumtii Mungu. Wakatii shetani, wakamtii nyoka, wakaacha kumtii Mungu. Sababu ya kutengana kwa mwanadamu na Mungu ni kutokutii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivi unafahamu wakati Mungu anapotengeneza Pentekoste, tuko sawa sawa? Sio, niangalie nikwambia, wakati Mungu anatengeneza Pentekoste, dini zilikuwepo. Ama sio kweli? Dini zilikuwepo hazikuwepo? Biblia zilikuwepo hazikuwepo? Lakini Mungu akatengeneza nini? Unajua ni kwa nini? Si ujiulize kwa nini Mungu aingie gharama hii ya kuhamisha tena watu kutoka Sweden kule na Norway na Denmark? Kwa nini waamsha? Ni kwa sababu kile alichokuwa anakitaka, kile alichokuwa amekikusudia ndani ya kile alichokitengeneza hakukiona. Watu wale ambao waliwaita kwa nguvu ya msalaba walimuasi. Kinachotufanya tukae na Mungu, wapendwa, sio UFPCT, sio UTAG, sio UEAGT. Kitakachotufanya tukae na Mungu, namba 1 ujazo wa Roho Mtakatifu, namba 2 nini? Utii wa neno la Mungu. Hasa tunaposema utii wa neno la Mungu, si tu katika kusoma hapa au kuhubiriwa. Kuna ile Mungu anaweza kuwa anazungumza ndani yako. Sikia, anamwambia mke wa Manoa, naomba uishike vizuri. Anamwambia mke wa Manoa hivi, kweli wewe sasa hivi ni tasa, lakini angalia utachukua mimba na utazaa mtoto wa kiume. Huyo atakuwa mnadhiri. Anamwambia kwa sababu nakuomba jihadhari. Hebu sema jihadhari. Anamwambia usinywe kileo wala usinywe divai. Anasema wala usiguse kitu kilicho najisi. Mambo mangapi? Mambo 3.
Ni kama kumwambia hivi, ni kweli watu wengine hawa wajawazito wengine wanakunywa tu kileo na hakuna shida, wanakunywa divai na hakuna shida, hakuna tatizo, lakini kinachoangaliwa ni kile unabeba. Kile unabeba ndio kinakufanya sasa ujizuie usile hivyo vitu. Si kama kuna mtu anaelewa hapa? Hiyo ndio inakufanya ujizuie. So hatutajivunia hii nembo, brothers and sisters. Hii nembo haitusaidii kitu chochote. Hii ni logo ya kawaida. Na siku moja Yesu akija tutaiacha hii logo na haya majengo tutayaacha hapa. Narudia tena, haya majengo haya watakuja kunywa bia hapa. Watakuja kunywa bia hapa, wala hakuna shida. Nani atawazuia saa hiyo? Lakini sasa hivi hawawezi kufanya hata disco hapa. Kwa sababu gani? Kuna utiisho wa kimungu, na utiisho wa kimungu haukai ndani ya jengo hili, unakaa ndani ya watu wanaolitumia jengo. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Saidia Mwokozi Yesu. So this is very important for us to understand. Ni muhimu sana tupate kuelewa. Kwa sababu kama haitakuwa hivi, tutaishi tukidhani tupo, kumbe hatupo. Tutakuwa na jina la kuwa hai, kumbe ni marehemu wa siku nyingi. Kutii neno la Mungu. Mungu anazungumza kwenye kila hatua ya maisha yako. Nisikilize mpendwa mtumishi wa Bwana, acha kufanya vile unavyotaka. Kwenye kila hatua ya maisha yako yoyote ile, uliza Mungu. Muulize Mungu, na Mungu akisema hapana, hata kama hicho kitu uliona ni cha faida kwa kiasi gani, acha. Yesu atusaidie. Narudia tena, acha kufanya mambo yako kwa maamuzi yako, kwa sababu Mungu anaga urafiki na wahaini. Waasi wote ni wahaini, na adhabu ya uhaini ni kifo. Nenda kaimuuliza Adamu na Hawa kama wako duniani leo. Na mpaka leo hii unasema babu yangu alikufa mwaka juzi, mimi baba yangu amekufa mwaka juzi. Tumemzika kweli, lakini sababu ni nini? Uasi ambao ulitengenezwa tangu Edeni. Sasa Mungu anapozungumza ni lazima tuwe tunamtii Mungu. Kuna vile anaweza kuzungumza kwenye neno lake, kwa maana ya Biblia, kwa mahubiri hapa, kwa maonyo, lakini kuna mengine anaweza kuzungumza na wewe personal. Akwambia, mwanangu, ni kweli watu wengine wote wananyoa hivi tu na haina shida, lakini kwako wewe, jamani, si kila kitu ambacho kimeandikwa hapa kwamba usifanye ndio kinakuwa dhambi. Vingine havijaandikwa hapa na vingine havina shida, havijaandikwa, na hata ukifanya wengine hawana shida, lakini tatizo ni wewe. Tatizo ni nini? Ni wewe. Mungu anakuambia nini? Sasa watu wengi tunapishana uwepo wa Mungu kwa sababu Mungu anazungumza hivi na sisi tunafanya tofauti. Mungu anasema sasa hivi nataka mfanye hivi kama kanisa, sisi tunangangana na vitu vingine kwa sababu ya macho yetu ya kawaida, damu na nyama. Mungu anasema fanyeni hiki, sisi tunaona hatuna jengo, tunahitaji kujenga. So tunangangana na kujenga. Tayari hapa uwepo wa Mungu hamtauona kabisa. Na kama kuna moja kati ambazo vitu ambavyo mimi navihesabu ni dhambi, ni kuwa na ibada dry zisizo na Roho Mtakatifu. Ibada zisizo na bubujiko la Roho Mtakatifu, hii naona kama ni dhambi kubwa zaidi kuliko zote. Tunamwabudu nani kama hayuko katikati yetu? Na kuna Kiswahili mnakitumia. Sasa tupate nafasi tumwabudu Mungu ili tuvute uwepo wa Mungu. Manake hayupo. So we are sending a letter, application letter. Tunamtumia barua ya maombi kwamba njoo sasa tunataka kuabudu mpaka ikubalike. Sasa fikiria. Praise hapa wataabudu kwa wimbo wa kwanza, hola, jiwe la mtoni. Wimbo wa pili, hola. Wimbo wa tatu, hola. Wimbo wa nne, hola, mpaka inafika mahali sasa kiongozi wa ibada anasema karibu tumchungaji sasa kwa neno la Mungu. Imeshindikana. Kwa nini? Tunaishi maisha yasiyo na Roho Mtakatifu, tunaishi maisha yasiyo na uwepo wa Mungu. Jamani, sikilizeni, uwepo wa Mungu, wale wa sisi ambao tumemwamini Yesu na tunaishi katika Roho, hatutarajiwi kwamba mpaka tuabudu Mungu ndio tusikie mpenyo wa kuomba. Yaani hata kama tumekurupuka usingizini sasa hiyo tunasikia mpenyo. Yaani hayo ndio maisha ya Ukristo. Christianity is not about name. Christianity it is not about name. Ukristo sio habari ya jina. But Christianity is about life. Ni kuhusu maisha yako. Sasa yani ndani ya uwepo wa Mungu kila wakati. Ukristo haubebwi na jina lako. Ukristo unabebwa na uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Dakika chache hizi kama 3 zilizobaki hapa, naomba uelewe. Soma kitabu cha Yakobo, ukianzia Yohana Mtakatifu 14:15, ni ile tuliyoisema kidogo tumeigusa, lakini utaenda kusoma pia hiyo 14:21 na 23. Ukristo si habari ya jina. Lakini naomba tusome hiyo, usisome mtumishi wa Bwana. Hiyo utaandika tusome kwa wakati wako. Naomba nenda kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Yakobo 4:7. Soma hapo kwa haraka.
Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Ndio. Biblia inasema, basi mtiini Mungu. Mpingeni shetani. Ndio. Hiyo ni ngapi unasoma? Yakobo 4 mstari wa 7. Mstari wa 7. Amen. Biblia inasema, basi mtiini Mungu. Ndio. Mpingeni shetani. Naye atawakimbia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza kabisa cha msingi, anasema mtiini nani? Mungu. Alafu ndio mumpinge shetani, atawakimbia. Kwa sababu gani? Tafsiri yake ni kusema hivi, unapojaribu kumpinga shetani na hujamtii Mungu, ni kama mfanyakazi kumkemea bosi wake. Bosi aliyekuajiri unamkemea, wewe bosi wewe. Kwa sababu gani? Unaishi tofauti na vile Mungu anataka, na wewe bado unajaribu kumkemea nani? Kumkemea shetani. So jambo la kwanza anasema mtiini Mungu. Mtakapomkemea shetani atawakimbia. Lakini kabla hamjamtii Mungu haina maana. Jamani, Yesu na atusaidie sana. Ni muhimu sana wapendwa watumishi wa Mungu tupate kuelewa. Mungu anapozungumza ni muhimu tukapate kutii. Kwa sababu bila kutii neno la Mungu, kama hatutatii, haitawezekana kabisa uwepo wa Mungu kutembea na sisi. Haitawezekana. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 4 pale. Yes, 4. 19 Kutoka. Biblia inasema. Ndio. Kutoka 19 mstari wa 4. Mmeona jinsi nilivyowatendea Wamisri. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Mungu anataka kuhakikishia, si mmeona wenyewe jinsi nilivyofanya. Na nikawabeba kwa namna hii katika mbawa za tai. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi. Ikiwa kama mtaitii sauti yangu kweli kweli. Sauti yangu kweli kweli. Anaposema kweli kweli maana yake bila kupunguza wala kuongeza neno. Jamani, Yesu asifiwe sana. Ni rahisi sana wanadamu tunakuaga na hii tabia. Mungu anapozungumza kwamba, kwa mfano anakuambia, akakupa agizo kwamba nataka kila siku saa 11 uwe hapa kanisani asubuhi. Usianze kumuuliza Mungu, mimi nakaa mbali. Mwambie Mungu, mimi nakaa mbali. Yaani kama vile hajui mahali unaishi. Ameshasema hakuna mjadala. Jamani, nisikilizeni. Ili tuwe watu wazuri katika Kristo, kuna vile hatuhitaji. Mara nyingi huwa tunasikia Mungu lakini tunaishi maisha ya kucompromise. Tunachanganya mambo. Kama Ibrahimu aliposikia Mungu akimwambia toka wewe katika nchi yako, angeenda kukaa kikao na mzee Tera baba yake, Ibrahimu angetoka au asingetoka? Maana ndugu zake wangemuona ni kichaa. Wewe unaachaje kila kitu hapa alafu unasafiri unaenda mahali ambako tena hata utuambie unaenda wapi? Unasema unaenda mpaka Mungu atakapokuambia umefika. Yaani wewe utakuwa unaenda tu kama zuzu, una akili. Asingetoka. Lakini alivyomwambia nenda kamtoe Isaka awe sadaka, wewe unafikiri angekaa na kikao na Sara ingewezekana? Mungu anapozungumza huwa hahitaji mjadala na watu, hataki kikao cha ukoo. Mungu ameshakwambia hataki kikao cha familia. Mungu amezungumza, do it as he said. Yaani hapo kikao cha familia hakina maana. Yesu asifiwe sana. Mungu akishazungumza hataki kikao tena. Imeisha. Ndipo na kulishika agano langu. Hapo ndipo mtakapokuwa ninyi, mtakuwa tunu. Tunu manake ni kama zawadi ya thamani. Ninyi mnaonitii mtakuwa kwangu kama tunu. Nani anaiweka? Una cheti chako, umesoma ka degree kako, umemaliza ka diploma kako, una ka utaalamu fulani. Kile cheti unakiwekaga sebleni juu ya meza. Kwa nini uweki sebleni juu ya meza? Wewe unaamini elimu yako yote ni unaamini ni kile cheti, si ni kweli? Lakini elimu kwani iko kwenye cheti? Ila wewe unaona kwamba iko kwenye nini? Kwenye cheti, kwa sababu bila hicho cheti hauwezi kupata ajira mahali popote. Si ni kweli wapendwa watumishi wa Bwana? Sasa angalia, unaihifadhi vizuri kwa sababu ya nini? Kwa sababu ni ya thamani. Anasema ninyi mtakuwa tunu kwangu, tena kuliko makabila yote. Mtakuwa zaidi, mtakuwa wa thamani zaidi. Kwa thamani yetu sisi ni utii wetu kwa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wa Mungu tunauhitaji. Ni lazima tuishi katika maisha ya kutii. Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu hakai ndani ya watu kwa sababu ya watu kutokutii. Jamani, kutokutii au kutii sio tu kuacha zinaa, kuacha uwizi na vitu kama hivyo. No. Kutii ni maelekezo yoyote anayoyatoa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu, watu tuyaishi kama alivyosema. Huo ndio utii, sio ishu ya kuacha dhambi. Watu wengi tunajivunia tumeacha dhambi.
tumeacha dhambi. Ni kweli, kwa sababu umeacha dhambi basi imetosha? No, maisha yetu lazima yawe ni ya utii kwenye kila hatua, kama tunataka kukaa na uwepo wa Mungu. Nje na hapo, wapendwa, ni uongo. Ndio maana utashangaa mtu anaweza kuwa ni mtu mkubwa. Mtu mmoja akaniuliza, kwa nini mtu akishakuwa anafika mahali tu anakuwa askofu, anakuwa mchungaji, anaanza kuwa kawaida? Hilo nisiliseme kwamba nilimjibuje, nisiliseme. Lakini ni muhimu sana ujue kwamba, mpendwa, uwepo wa Mungu haufuati cheo, haufuati wadhifa. Yes, ngoja nikwambie. Umesoma habari za Eli na Samueli, si ni kweli eh? Angalia, Eli alikuwa ni kuhani, ama sio kweli? Alikuwa ni nani? Kuhani, the top of the nation. Ingekuwa ni sasa hivi tungemuita ni archbishop, ni askofu mkuu wa kitaifa, simamizi mkuu. Lakini angalia, yuko pale. Lakini Biblia inasema hivi, wakati Eli yupo, ni kuhani, ni kweli yupo, lakini Biblia inasema neno la Bwana lilikuwa adimu wakati huo. Do you know why? Kwa sababu pamoja na kwamba Eli alikuwepo, hakutaka kwenda katika njia za Mungu. Utamsikiaje Mungu? Roho Mtakatifu anapokuambia kitu hutaki kufanya, hawezi kukaa, maana Roho Mtakatifu sio mtumwa, hana asili ya utumwa kwamba aongozwe. No, yeye ni Bwana, lazima aongoze. Kama hana hiyo nafasi, anapozungumza hautii, hawezi kukaa na wewe. So angalia, Eli yupo, ni kuhani, ni kweli, lakini neno la Mungu ni adimu. Alafu angalia, Eli yupo, anayesemeshwa ni Samueli. Hivi kuna mtu anaelewa hapa? Asaidie Mwokozi Yesu. Kadri unavyoendeleza ukaidi, Mungu anapokueleza kitu unaendeleza ukaidi, Mungu atasitisha kuzungumza na wewe, atatumia watu ambao hujawahi kuwatarajia. Anikwambie mpendwa mtumishi wa Mungu, ni hivi, kuna vitu vingine Mungu hata mwambia jirani yako aje akwambie. Kuna vitu vingine Mungu hata mwambia mchungaji wako aje akwambie. Kuna vitu vingine Mungu hata mwambia rafiki yako wa karibu aje akwambie. Kwa sababu Mungu anajali sana utu wako, anajali sana heshima yako. Vitu vingine ni aibu, hawezi kuja kumwambia mtu. Atakuambia wewe mwenyewe, atazungumza na wewe mwenyewe moja kwa moja. Sasa kama hutaki kutii, hapa ndo mahali shida ilipo. Wapendwa, Yesu na atusaidie sana. Ni muhimu sana tupate kuelewa. Mungu akupe neema. Yesu asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza na kukuinua katika wakati huu. Mfano tunasema asante kwa sababu ya maneno haya ambayo umezungumza na moyo wangu, umezungumza na asiye Bwana. Lihimidiwe jina lako takatifu. Tupe kuishi katika hayo kwa utukufu wa jina lako Mwokozi Yesu. Amen.